Viongozi wakuu wa Iran wameapa kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa kiongozi wao Ayatollah Ali Khamenei, wakati huu wakitangaza kutekeleza mashambulio kulenga kambi za jeshi la Marekani zilizoko kwenye nchi za Ghuba. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mauaji ya Khamenei ni kutangaza vita dhidi ya Uislamu. Lakini je, kifo chake kitabadili chochote? Agustin Lokwang ni mtaalamu wa masuala ya usalama, anazungumza nasi akiwa nchini Kenya. Kwa mtazamo wangu ni kwamba nchi ya Iran iko na mifumo ambayo inatumika kuangalia ni nani ambayo watachukua usukani. Utakuwa na ile arrangement wasema interim supreme leader anaweza kushika usukani. Nafikiri haja yao itatimia kwa njia ambayo ni ya kijeshi, vile wamefaulu kumuondoa huyo Khamenei. Msikilizaji, haya yanajiri wakati Israeli na Marekani zikiendeleza mashambulio zaidi kulenga maeneo ya kijeshi mjini Tehran. Na wakati huo huo, Iran mapema leo imemteua Alireza Arafi kujiunga na baraza lake kuu la uongozi la muda ambalo linajumuisha pia Rais Masoud Pezeshkian na Jaji Mkuu Mohsen Ejei kufuatia kuuawa kwa kiongozi wake mkuu Ali Khamenei. Viongozi wa dunia nao wameendelea kutofautiana kuhusiana na mashambulio yaliyofanywa na Israeli na Marekani nchini Iran, mashambulio ambayo yamesababisha kifo cha kiongozi wa juu wa kidini kwenye taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Undani wa taarifa hii na Emmanuel Makundi. Saa chache baada ya Iran kuthibitisha kifo cha Khamenei, viongozi kadhaa wa dunia walijitokeza, baadhi wakipongeza na wengine wakipinga. Waliopongeza kifo chake ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump na mshirika wake waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo wamesema kifo chake ni ishara ya mabadiliko na mwanzo mzuri kwa raia wa Iran. Aidha, Umoja wa Ulaya pamoja na kukosoa operesheni zinazofanywa pamoja na majibu ya Iran dhidi ya majirani zake, umesema kifo cha Ayatollah kinatoa tumaini jipya kwa raia wa nchi hiyo na mustakabali wa ukanda. Hata hivyo, mauaji yake hayakuzifurahisha baadhi ya nchi ikiwemo Urusi na Uchina, ambazo kupitia kwa Rais Vladimir Putin na Xi Jinping wamelaani operesheni za Marekani na Israel, wakisema hazikubaliki na zimevuka mipaka. Wakati huu mataifa yenye nguvu yakitofautiana kuhusu mauaji yake, nchi za Ghuba ikiwemo Saudi Arabia, Qatar, Kuwait na Oman zimekashifu mashambulio ya Iran dhidi ya miundombinu yao, zikisisitiza kuwa zitajibu kulingana na madhara yatakayojitokeza. Katika hatua nyingine, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa mapigano kusitishwa na kutoa nafasi kwa majadiliano. Mgogoro huu mpya umezidisha hofu ya kupanuka kwenye eneo la ukanda, hasa wakati huu Tehran ikidai italenga maslahi yote ya Marekani na washirika wao, wakati huu ukiwatuhumu majirani zake kuisaidia Marekani na Israel kushambulia nchi yao. Na Emmanuel Makundi. Nao mawaziri wa mambo ya nje wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba, ambao ni muungano wa kisiasa na kiuchumi wa nchi 6 kwenye rasi ya Uarabuni, wanatazamiwa kufanya mkutano wa dharura baadaye leo, wakati huu kuna shuhudiwa mashambulio ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, mashambulio ambayo pia Iran inafanya kulipiza kisasi, vyanzo vya habari vimesema. Turejee karibu na nyumbani, na ni kwamba kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama kwenye wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini kumesababisha wimbi jipya la raia wanaokimbia makazi yao na kuingia huko Katoi. Hali hiyo imechangiwa na mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo ambao wanashirikiana na jeshi la serikali. Victor Moturi anatueleza zaidi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vurugu hizo zilizuka usiku wa Alhamisi wiki iliyopita na kuadhiri vijiji kadhaa vikiwemo Luke, Ngomashi na Bukumbirire karibu na eneo la kimkakati la uchimbaji madini la Rubaya. Ripoti za mashirika ya misaada zinaeleza kuwa watu hao waliwasili katika kambi hiyo ya Katoi kati ya Februari 19 na 24, huku shule katika eneo hilo zikitumika kama makazi ya muda. Mashirika hayo yanasema idadi ya wakimbizi wa ndani imeongezeka kwa takriban 85%, hali inayodhoofisha zaidi juhudi za usambazaji wa misaada kama chakula, dawa na maji safi. Wakati huo huo, viongozi wa eneo la Masisi wameitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kukomesha migogoro ya mara kwa mara inayolikumba jimbo la Kivu Kaskazini.
Na Victor Moturi, tusalie nchini DRC ambapo rais wa jamhuri hiyo ya kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewaagiza maafisa wa serikali yake kuimarisha kanuni za kidijitali ili kudhibiti mitandao ya kijamii nchini humo, huku akikemea kile amesema ni kuongezeka kwa taarifa potofu, matamshi ya chuki na pia upotoshaji wa umma mitandaoni, jambo ambalo anaona kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa. Nchini Kenya, ajali ya helikopta iliyotokea jana jioni katika kaunti ya Nandi, eneo la Bonde la Ufa, iliua watu 6 akiwemo mbunge wa Emurua Dikir Johana Ngeno, katika kile polisi wamesema huenda ajali hiyo ilisababishwa na hali mbaya ya anga katika eneo hilo. Na jeshi la Sudan hapo jana liliwahamisha mamia ya raia kutoka mji wa kimkakati wa Kurmuk karibu na mpaka wa Ethiopia kufuatia siku 2 za mashambulio makali ya angani kutoka kwa wapiganaji wa RSF na wale wa SPLM-N ambao wanaongozwa na Joseph Tuka. Mamlaka ya Guinea imetoa notisi rasmi kwa vyama vya siasa kufuata sheria mpya iliyoanza kutumika Septemba mwaka jana, la sivyo vitakuwa hatarini kupigwa marufuku, hatua ambayo upinzani unaona kama jaribio la kuvifuta vyama vya siasa. Nchini Gabon, karibu wiki 2 baada ya mamlaka kuu ya mawasiliano kutangaza kupigwa marufuku kwa mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, YouTube, TikTok pamoja na WhatsApp, wanafunzi wanaotumia mitandao hiyo kwa ajili ya utafiti na kuhamisha data ni miongoni mwa wale ambao wameelezea kuathirika na hatua hiyo. Na mamlaka ya Togo mwishoni mwa juma ilisema kwamba iko tayari kufika mbele ya mahakama za kimataifa ili kutetea maslahi yake kuhusiana na mzozo wa mpaka wake na bahari ama mpaka wake wa baharini na Ghana, baada ya Accra kusema kwamba itapeleka swala hilo kwenye vyombo vya kimataifa. Kila utakapokwenda, kila utakapokuwa, unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya shortwave katika frequency 21690 kHz. Radio France Internationale. Ukiwa nchini Tanzania pia unasikiliza matangazo yetu kupitia Dream FM ya kule Mbeya, mita bendi ya 91.3. Wanajeshi wa Afghanistan na Pakistan wameshambuliana mpakani mwao mapema leo, kwa mujibu wa wakazi na maafisa wa Afghanistan, huku pia kambi ya zamani ya anga ya Marekani iliyoko Bagram ikishambuliwa. Na vikosi maalum vya Ubelgiji kwa msaada wa anga kutoka kwa helikopta za kijeshi za Ufaransa usiku wa kuamkia leo vilikamata meli ya mafuta ya Urusi ambayo Moscow huwa inatumia kukwepa vikwazo vya magharibi kutokana na mashambulio yake nchini Ukraine.